Mtifuano bado ni mkali baina ya Chadema pamoja na CCM, hasa vyama hivi viwili nchini Tanzania. Hili tunalishuhudia hata baada ya Tundu Lissu kuwa mahabusu kwa sasa kulingana na shauri lake kutajwa baadaye mwezi huu juu ya kesi zinazomkabili. Wachambuzi mbalimbali wametupilia jicho katika namna ambavyo CCM wanafanya kampeni zao dhidi ya Chadema. Maeneo mengi ambako Chadema wamepita kwa ajili ya no reforms no election yalifuatiwa na kampeni za CCM. Swali linakuja, je, CCM hawakujipanga na timu ya Heche, Lissu pamoja na John Mnyika? Kwa sababu ya moto wake, tunaweza tukatumia lugha hiyo, umekuwa ni wa kitofauti sana. CCM hawana sera mbadala ambazo zinaweza zikawaeleza wanachama wao juu ya kile ambacho wanapaswa kuwaeleza ama kujinadi. Maeneo ambako Chadema imepita na kuzungumza kulingana na taarifa zake, kwa maana takwimu zake, CCM walifika si siku nyingi kwa ajili ya kutoa ufafanuzi na kuzungumza wakati mwingine maneno ya kisiasa ya kuponda juu ya kile ambacho kimefanywa na watangulizi wao Chadema katika eneo fulani. Sasa nitakufahamisha baadhi ya maeneo ambayo yametajwa kuwa na utata. Achilia mbali Mbeya ambako pia Chadema walifika, Amos Makalla alifika pia na yake kwa maana CCM, lakini baada ya hapo tunafahamu maeneo mbalimbali ya kusini ambako Lissu aliweza kuzungumza juu ya korosho na kusema korosho, zao la korosho limewafukarisha watu, serikali imekuwa inawaibia. Na kama unakumbuka vuguvugu la kipindi hicho hadi jeshi la polisi, kwa maana wanajeshi kabisa walikwenda kule ambako serikali ilitangaza kununua korosho. Sasa John Heche na yeye alizungumza kauli ya kwamba korosho ni zao ambalo lingetumika vizuri, lingewafanya wananchi wa kusini wawe na maisha bora, lakini limegeuzwa kuwa zao la kisiasa. John Heche, makamu mwenyekiti wa Chadema Tanzania Bara. Wameua viwanda, magunia yanaagizwa kutoka Bangladesh. Heche miongoni mwa kauli ambazo alizitoa. Tunachohitaji ni uchaguzi huru, haki na unaoaminika, Heche alizungumza. Sasa hayo ni masuala ambayo unaweza ukayapima. Mbunge wa jimbo la Mtama Nape Moses Nnauye, kabla ya ujio ama kwenda ziara ya mwenyekiti wa Chadema Lissu, kabla hajakamatwa, alichapisha katika ukurasa wake wa X na akamkaribisha Lissu kwamba karibu sana kanda ya kusini, uje ujionee mambo 1 2 3. Baada ya kwenda, mambo yaliyofukuliwa kule ikawa tofauti, na tukashuhudia ziara sasa ya CCM kupitia katibu wake mwenezi Amos Makalla. Na hapa tunazungumza tarehe 14 Amos Makalla amewasili Mtwara kwa kishindo kwa mujibu wa CCM, akiwa ni katibu wa halmashauri kuu NEC, itikadi, uenezi na mafunzo wa Chama cha Mapinduzi CCM CPA. Amos Makalla amehitimisha ziara yake katika mkoa wa Lindi na kupokelewa katika mkoa wa Mtwara kwa ajili ya kuanza ziara yake mkoani humo. Makalla amewasili na kupokelewa mkoani Mtwara siku ya Aprili 14, 2025 katika kijiji cha Mpapula na kuelekea katika ofisi za CCM mkoa wa Mtwara. Makalla anatarajiwa kuwa na mkutano wa hadhara katika uwanja wa shule ya msingi Chikongola Mtwara mjini. Picha za Makalla kama ambavyo unazitazama, mambo yalikuwa mengi sana, na tukamshuhudia pia akiwa yeye pamoja na Nape Moses Nnauye katika shughuli hizo za chama, ambako tarehe hiyo 14 alisalimia wananchi wa jimbo la Mtama wilaya ya Lindi vijijini mkoani Lindi, akihitimisha ziara yake katika mkoa wa Lindi tayari kwa kuelekea mkoa wa Mtwara. Na hii ilikuwa ni akiwa njiani anaelekea Mtwara sasa. Na alikutana na Nape Moses Nnauye. Kwa hiyo mambo mengi yalizungumzwa hapo, na utashuhudia kwamba kuna namna CCM wanajaribu kuangalia maeneo ambayo Chadema wamepita na wamezungumza nini. Je, kimeacha athari gani kwa wananchi? Wanapita kwa ajili ya kusawazisha, kuweka mambo sawa. Swali linakuja kwa wachanganuzi wa masuala ya kisiasa na uchumi kwamba hivi ndivyo siasa inaweza kufanywa. Pengine inaweza kuwa ni moja ya mbinu, lakini vipi pale ambapo chama fulani hakijafanya hivyo? Je, chama fulani kinaweza kikaenda? Kwa maana chama A hakijapita eneo fulani, je, chama B hakitaenda mpaka kisubiri chama A kiende, au chama B mpaka kisubiri chama A kiende? Na tunafahamu pia Lissu aliponda vikali klabu ya Namungo FC katika namna ambavyo imekuwa inaratibiwa, akisema imekuwa wananchi wote wa mkoa huo wamekuwa wakichangia klabu hiyo.
ambako pia Amos Makalla alisema kwamba Namungo imechangia kukuza, timu ya Namungo imechangia kukuza uchumi na utalii wa michezo Ruangwa. Kuchangia Namungo ni hiari, msirudi nyuma, ichangieni, alizungumza Amos Makalla, akiongeza kuwa jitihada za Rais Samia kukuza michezo na timu kuwa na uwanja wa kisasa imesababisha Namungo kuwa na uwanja wake wenyewe.